Wabashiri na wabashiri, wabashiri na wabashiri. Nini maana ya kubashiria? Kubashiria kwa maana ni habari njema siku zote, ndo linakuja tamko hili la wabashiri. Amefasiri Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, neno wabashiri hii ni albishara. Albishara, na ukisikia albishara ni hiya alikhbaru bima yasur, ni zile taarifa ambazo zinazotolewa, lakini taarifa hizi zinaleta furaha, yasuru, zinamfanya mtu awe na furaha na yani ni habari za kufurahisha, bishara. Wasumiyat bidhalika, na zimeitwa albishara, yani ni habari zinazofurahisha kwa sababu litaghayyir basharatu almukhatabu bisurur, kinachotokezea baada ya mtu kupatiwa habari za kufurahisha anataghayyir, yani ana change, anabadilika ile appearance yake, muonekano wake anabadilika kutokana na ile furaha aliyopata. Sema litaghayyir basharatu almukhatabu, yule aliopewa habari njema, basi naam, anabadilika appearance, na anabadilika kwa sababu ya nini? Bisurur, kwa furaha. Nasema Ibn Uthaymeen, lianna al-insana, kwa sababu mtu yote yule, idha ukhbira, anapewa habari, bima yasurruhu, kwa yale mambo ambayo yalikuwa ni ya kumfurahisha, basi kuna vitu vitatu vinatokezea. Ya kwanza ni istanara wajhuhu, uso wake unanawiri. Ile tu habari inafurahisha, pale pale uso unaanza kubadilika, unanawiri. Na jingine ni watabat nafsi inaanza kuburudika, asikia mtu raha kama vile amemwagiwa barafu katika moyo wake, watabat nafsi. Na jambo la tatu ni wansharaha sadruhu, kifua chake kinafanya nini? Kinakunjuka. Kwa hiyo akiletewa mtu bishara, habari njema ya kufurahisha, basi vitu vitatu hivi vinamwandama pale pale, anabadilika, uso wake unanawiri, anakuwa ni mtu mwenye furaha katika nafsi yake, na kifua chake kinakunjuka. Utamwona mtu ghafla tu anamemetuka, sio kumemetuka labda amejimake-up, yani akajipoda, lakini unaohisi ile sura yake kwamba huyu mbona sura yake ina nuru, kumbe ameletewa kitu cha furaha, anakuwa mchangamfu, active, kumbe moyo, kifua chake insharaha, kimefunguka kutokana na habari alizopewa. Ala sabili mithali, tuseme mtu alikuwa katika muda mrefu hajapata mtoto, muda mrefu, kwa hiyo akaambiwa hongera, pata mtoto kiume. Anabadilika, anakuwa uso wake unang'ara, kifua chake kinakunjuka, na nafsi yake inakuwa baridi, raha kama nini. Kwa nini? Kwa sababu ameletewa habari za kufurahisha. Sasa hii inaitwa albishara. Au pengine mtu azaa watoto wanaume tu 5, yote miji dume, anaambiwa bwana umepata mtoto wa kike, basi pale pale roho yake inabadilika, anakuwa mtu mwenye mchangamfu. Hii inaitwa bishara. Lakini bishara siku zote ni katika mambo ya kheri, mambo maovu haiji bishara. Aambiwa mtu bwana posa yako imekubaliwa, vijana kibarobaro ataka kuoa, sasa roho yake inampiga, nitakataliwa, nitakubaliwa, bwana imekubaliwa, mambo bien, basi pale pale ananawirika. Hii inaitwa bishara. Mambo ya khairi yote yanaambatana na furaha, yanaitwa bishara. Mambo ya upuuzi haya, ndugu zangu, huwezi ukaingiza hapo ukasema hii ni bishara. Mambo bwana vipi, mambo bwana wamerudisha ibakia dakika moja, wamerudisha bwana mtu hii ishara hizi bwana za upuuzi azimu hizi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wabashiri, kwa maana wabashiri, wape habari njema. Akina nani? Alladhina amanu, wale walioamini. Kwa habari njema sasa zinawagusa walioamini peke yao.